Lusaka. Na haya nazungumza kwa upana mkubwa, nazungumza kwa kujidai. Waandishi, kwa sababu mwandishi mwenzenu alikujueni, kunafika mahala mnaweza mkaja kutaka kulinganisha Clatous Chota Chama na nani? Na Okello. Yeye kwa sababu anajua tabia za waandishi wenzake, aliamua kuwajibu kabla nyinyi maswali yenu hamjatengeneza. Ali Shaban Kamwe akasema unapokwenda kumzungumzia Clatous Chota Chama unakwenda kumzungumzia top class players. World class. Yes. Katumia neno la Kizungu. Mimi alinichanganya aliposema world class player, ikabidi nimpige simu dada wangu Ademu hai Mama Doris, nikamuuliza tafsiri ni nini, ndio akanambia tafsiri halisi za world class players. Haya maneno unapata kwa Ali Shaban Kamwe. Ali kapiga marufuku kwa Watanzania, Ali kapiga marufuku kwa Afrika. Anasema Clatous Chota Chama world class. Toka nipate akili ya kuanza kufuatilia mpira 1984. Nafuatilia mpira kwenye nchi class kwenye bara la Afrika ya Clatous Chota Chama unaweza kulinganisha na mwamba mmoja alikuwa anaitwa JJ Okocha. JJ Okocha. Leo hii uwezo ukakaa standard ya Clatous Chota Chama ukamfananisha na Okello. Mimi Okello namweka chungu kimoja na Morris Abraham, na ukimpata mwalimu mwenye ufahamu mkubwa kama mimi, Morris Abraham unamweka na nani? Na Okello. Anaanza Morris Abraham kuliko Okello. Haki ya Mungu. Ulimsikia Ali Kamwe baada ya kumsifia Chama baada ya mchezo wao dhidi ya Coastal Union, akageuka tena akasema alikosea kumsifia Chama. Ali ya kugeuka na Alan Okello. Ali ya kugeuka. Mmegeuka nyinyi waandishi. Kuna muda mkihoji mnajua mnaongea na Ali Shaban Kamwe, na kuna muda mnaongea na Alphonse Shaban Kamwe. Sasa nyinyi mnashindwa kutofautisha. Yule wa Coast aliyekuwa anaongea ni Alphonse, sio Ali. Alphonse. Ali ni yule aliyokuwa anaongea, aliyofanya tour media, ni msemaji wa Dar es Salaam Youngs Africa. Yule alikuwa anazunguka. Tofautisheni. Kuna mahali wawili pale wanagongana. Kuna Ali Shaban Kamwe na kuna Alphonse. Aliyemwongelea Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka ni Ali Shaban Kamwe, msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Aliyeongea mechi ya Coast anaitwa Alphonse, aliwahi kuwa mwandishi wa habari gazeti moja la Dimba. Alphonse Kamwe. Lakini Kamwe yuko sawa sawa. World class. Sikiliza maneno haya. Maana yake katika hili Ali amesababisha mpaka mimi sasa niongee Kiingereza. Vitu vimo sasa hivi. Ali kavichochea. Alafu leo anatoka mtu mshamba tu. Hana mbele hana nyuma. Akienda kana kwamba anaanguka. Akitaka kunyoa anatafuta masaluni kwenda kunyoa. Ndugu yangu yule anamsaidia sana ambaye nani yule wa Yombo. Baba shop. Si ule mzee nani wa Maokoto. Kunyoa tu anakwenda kuomba kila siku saluni za watu wanaenda mitani. Anasema Chama mchezaji wa kawaida. Wewe unapingana na Ali Shaban Kamwe? Salome, kuna muda vipasa vyenu sauti hivi mnavyovipeleka kwa influencer kuongea, lazima mfike mahala muulize maswali sahihi, na hawawezi kujibu kwa sababu wanapangiwa ajenda ya kwenda kuzungumza. Wanapangiwa ajenda. Ali Shaban Kamwe ana akili. Kuna muda anawaambia nendeni mkaseme Chama mchezaji wa kawaida, kwa sababu wale mazimbukuku wanakwenda kusema Chama wa kawaida, Chama wa kawaida. Akija ukimuuliza Ali unasemaje, anasema Chama the top class, world class. Ulisikia mheshimiwa? Unajua Ali, mimi mdogo wangu namweza na ninaweza nikasema chochote nifanye kitu. Kuna ndege mmoja sijui mnyama ile anaitwa bata. Bata, yes. Moja katika wanyama wanasifu wana akili kubwa kama wanyama ndege bata. Bata siku zote akifuatana na watoto wake anawatanguliza mbele. Yeye mwenyewe anakaa wapi? Anakaa nyuma. Hivi akitokea nyoka mbele akigonga, akitaka kugonga anaanza nani? Akitokea mbele na watoto. Na ndio maana Ali ana akili. Ali anatengeneza ajenda, anamwambia wewe bwege kizinga nenda. Wewe zimbuku kwa Maokoto nenda kaseme. Wewe unalupuka Chama wa kawaida, Chama wa kawaida. Yeye anakwenda EFM anasema Chama the world top class. Umeona tofauti hiyo? Salome, nani mwana michezo apate burudani kutoka kwa Clatous Chota Chama? Nani anaweza akakasirika sana akaisikia Simba leo inacheza ukaiona namba 17 iko uwanjani alafu kakasirika?
Nani? Clatous Chota Chama nani? Ndio mchezaji wa kwanza, waandishi semeni, toka Mungu ayumbe Jamhuri ya Muungano anapiga hat-trick kwenye tunzo 3 mfululizo. Nani kafanya? Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Ndio mwanadamu pekee Mwenyezi Mungu amemuumba duniani, macho yake yako kwenye miguu yake. Macho yake yako kwenye miguu. Ana macho manne yule. Ana macho ya kawaida, alafu vidole vyake gumba vyote vina nini? Vina miguu, anaona. Ahmed Ally alisema kwamba zile tuzo za Puska wasubiri kwanza, maana anaona kama kuna goli jingine bora zaidi ya lile linakuja. Yusuf, usihofu, mchukue Mariam mkeo, naye amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, atapata mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Manuel, kwa maana Mungu yupo pamoja nasi. Mariam alizaa mtoto gani? Wa kiume. Kuna muda mwingine ndoto zinakuwa za kweli. Mimi nakubaliana na Ahmed Ally. Tusubiri kidogo, kuna goli lingine linakuja kutoka kwa Clatous Chota Chama. Bora zaidi ya hilo. Yes. Yapo. Mbona chuma cha jana pia? Sisi Simba Sports ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio tumeleta tuzo ya goli bora kupitia kwa mtu mmoja, ndio Papa Osman Sako. Chama alivyoingia kwenye pale grafu za Simba kwenye kumbukumbu, akaangalia akaliona kumbe kuna goli bora la Afrika, bado Simba linatendea haki, linatakiwa kupata goli bora la dunia. Clatous Chota Chama kaja kulifunga. Watu wanajaribu kufunga mpaka matikitaka zinakataa. Kama uliona. Mwambie atajivunja viuno. Waziri wa habari na michezo Paul Makonda alizungumza, kulikuwa kuna tuzo za BMT, na akasema kwamba wanaangalia namna gani nzuri ya kumpa Chama uraia. Kuna muda tuombee sana viongozi wetu hao, wana future kubwa. Waziri amekwenda sehemu ndogo sana ya kumwombea Chama Clatous kuwa raia wa nchi hii. Mimi sio Chama tu pekee, familia yake yote ikiwezekana tuihamishe kutoka Zambia tuilete Tanzania aje kuishi. Si kwa sababu tu yuko Simba, kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii ikakubalika Clatous Chota Chama akawa raia wa nchi hii. Mnaamini mwalimu gani tunaweza kumkabidhi national team akakosa kumwita kwenye timu ya taifa Clatous Chota Chama? Nani? Leo hii Ali Shabani Kamwe mdogo wangu akawa mwalimu wa timu ya taifa kwa CV alizokuwa nazo, lazima atamwita Clatous Chota Chama kwenye national team. Hawezi kumwita Damaro, hawezi kumwita Damaro, hamwiti. Una maana Damaro walikosea. Tunapokwenda kumpa mtu uraia kwenye taifa hili, tujue atakuleta maslahi mapana kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wafaidike katika kile ambacho alichofaidika nacho huyo mchezaji kwenye nchi yetu. Haiwezekani kuna watu tunawapa raia hawana faida katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupewa uraia Clatous Chota Chama ni faida kwa taifa hili. Damaro hana faida, uraia wake aliopewa. Mimi niwe kocha wa timu yangu kule Kipara FC, Damaro kwenye timu yangu simwiti. Kwenye Kipara FC, Damaro kwenye timu yangu simwiti. Ni midfield wa kizamani, mvunja kuni tu. Haki Mungu, mvunja kuni tu. Watu waliona ubora wake wakamchukua. Leo hii Showboy Salum Abubakar, moja katika bonga la midfield kwenye nchi. Wewe unakaa naye sehemu moja unampanga Damaro? Unakuwa na Showboy unampanga Damaro? Showboy mwanaume wa shoka. Babu Kaju. Juu ana crash chini na devela. Ana devela. Kina Manchale. Salome, kuna muda lazima tuwe serious. Mimi naamini mheshimiwa waziri kama alikuwa kwenye masiara, tunatamani tutoke kwa maslahi mapana taifa hili. Tuna kila sababu ya msingi kumbembeleza na kumpigia magoti akubali maombi ya Watanzania, Clatous Chota Chama awe raia katika nchi. Kama alikuwa kimasiala, mwamba yuko mmoja tu. Kama mnamjua anaitwa Ali Omari Mikoi, almaarufu anaitwa Kisumu. Mwamba kweli kweli mtuchuma, lakini alikubali kupiga magoti. Ninyi waandishi mlikuwa mashahidi kwenda kumwomba msamaha Clatous Chota
Chama. Si kwa sababu alifanya vile kwa sababu ya Simba, alijua uwezo wa Clatous Chota Chama mwamba Rusaka. Kubwa tuendelee kuomba. Mimi naamini jina la Ahmed asili yake limetoka katika neno Ahmed. Neno Ahmad asili yake limetoka kwenye asili la Muhammad. Ni majina makubwa, hayawezi kubahatisha. Mimi naamini alichozungumza Ahmed Ally kinakwenda kutokea. Moja, Chama atapatiwa uraia katika nchi hii, lakini la pili, goli bora lingine la dunia linakuja kutoka Simba Sports, litafungwa na Clatous Chota Chama. Moja ya kitu ambacho kinazua gumzo hivi sasa ni kuhusiana na tuzo bora ya klabu bora ambayo mmepewa na BMT. Hii ni serikali tunazungumza hivyo. Watu wanasema Simba hakustahili kupewa hiyo tuzo kwa sababu amepoteza ubingwa mara 4 mfululizo. Wametumia kigezo gani kumpa Simba kuwa timu bora? Hawakuchagua timu bora kwa sababu iliyofanya vizuri kwenye ligi ya NBC. Imechaguliwa timu bora iliyofanya vizuri Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka jana Simba amecheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Lakini Simba wakati anacheza shirikisho barani Afrika ndio timu ya 8 kwa ubora, timu ya 5 kwa ubora kwenye bara zima la Afrika. Ndio timu ya kwanza kwa ubora Afrika Mashariki na ya Kati. Leo BMT kwa maana baraza la michezo likenda kumteua Simba. Shida nini? Mimi naamini tulireserve. Shida tujaribu kutumia na kuwafahamisha Watanzania kwa nini BMT wamekwenda kuiteua Simba Sports kwa klabu bora ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Simba walireserve